Watazamaji wa Njaro TV, hapa tupo na KR Sela, msanii wa Singeli kutokea mkoa wa Dodoma. Ni msanii ambaye anafanya vizuri sana sasa hivi kwenye industry ya Singeli. Kitu ambacho msichokijua ni kwamba Singeli mnaweza mkahisi kwamba ipo tu Dar es Salaam, lakini kumbe Dodoma nayo pia wana industry yao ya Singeli. Kuna wasanii ambao wanafanya vizuri kupitia Singeli. Leo tuko na KR Sela, tutapiga naye story mbili. Tukio ambalo amelifanya siku ya leo Oktoba 9, uzinduzi wa nyimbo yake inaitwa kwamba Afie Wapi. Sasa tutazungumza naye kwa nini ameipa jina la Afie Wapi na mengi zaidi. Kaka, mambo vipi? Mambo poa bro. Hongera sana kwa tukio la leo ambalo umelifanya hapa La Patrona, na tumeona kuna mwitikio mkubwa. Watu wameweza kuitikia tukio ambalo wewe umewaita na wameweza kuhudhuria vizuri. Tulikuwa nataka tufahamu kwa ambao hawafahamu KR Sela ni nini? Kwa nini unajiita KR Sela? Mimi jina langu naitwa Alidi, si unajua? Kwa KR Sela imekuja kwa sababu kwenye Alidi kuna K mwanzo, afu babangu mimi anaitwa Amili. Kwa kuna ala pale kati. Ndio ikaja KR. Okay. Kwa siku ya leo tumeona kwamba mwitikio ni mkubwa sana kwa hii ambao umeifanya siku ya leo. Kwa wale ambao tunaweza kusema kwamba hawajui safari yako ya muziki, wewe safari yako ya muziki ulianza lini na ilikuweje? Mimi muziki nimeanza kitambo blaza. Muziki nimeanza kitambo, tuseme kama kuanzia mwaka jana ndio nimeanza official kama msanii, lakini muziki tu nimeanza kitambo. Nini kilikuvutia kufanya muziki wa Singeli? Tunaweza kusema ni damu tu, kwa sababu mimi muziki wa Singeli nimeanza kupenda toka nipo darasa la 3 yani. Na wasikiliza kina Dula Makabila, nasikiliza yale manyimbo nini, najikuta napenda yani. Kwa mimi Singeli ni damuni. Tumezoea kwamba muziki wa Singeli upo Dar es Salaam, lakini wewe kwa Dodoma umeweza kudhubutu na unafanya, na pia mbali na kufanya tu kumekuwa kuna mwitikio mkubwa sana. Nini ambacho kimekufanya ukadhubutu kufanya muziki wa Singeli kwa hapa Dodoma? Mimi kilichonisubutu ni kutokana na kitu ninachokipenda, afu na kuna watu wanaamini kupitia mimi. Kwa paka hili tukio lenyewe unaona paka limekuwa hivi, kuna baadhi ya watu ambao wameshaweka hela zao ili jambo liende hivi. Kwa hiyo mimi naamini sana kuna mablaza no bless issue inaenda. Vipi muziki wa Singeli kwa Dodoma ukoje? Kwa una matokeo inakuridhisha? Hii kwako ikoje? Kwa upande wangu mimi naweza nikasema unaniridhisha, kwa sababu mimi naamini mimi ndo msanii wa Singeli Dodoma naye kula hela za muziki. Na ndo mtu sijui kama kuna wengine, lakini naamini ndo mtu mwenye watu wengi kidodoma kwenye upande wa muziki wa Singeli, mwenye watu wengi kuliko watu wote. Kama kuna mwingine sijui, lakini mimi naamini mimi ndo wa kwanza. Wengi huwa wanachukulia muziki wa Singeli kama ni muziki wa mtaani, na wengi huwa wanauona kama muziki ambao hautii maanani sana. Wewe kwa upande wako unazungumziaje? Hasa hatuwezi kusema ni muziki wa mtaani, kwa sababu ile ilikuwa ni kama tasnia. Unajua muziki wa zamani ulikuwa ni vibe nini, lakini muziki wa sasa hivi ujumbe. Umeona? Kwa hiyo kuna hata ukisikiza kina Mario wanaimba bongo flavor kama Singeli. Kuna Singeli zinaimba kama bongo flavor. Kwa hiyo sisi tunaamini kwenye maneno tu. Kuna media yoyote ambayo ishawahi kukupa support kuhusiana na muziki wako unaofanya wa Singeli kwa hapa Dodoma? Support kwenye upande gani? Support kwa namna yoyote, media yoyote ambayo labda ishawahi kukupa support? Naweza kusema support zipo, kama hivi kuitwa kwenye interview na issues zingine ndogo ndogo yani. Kwa hiyo kwa mantikio nataka kuniambia kwamba Njaro ndo media ya kwanza kuweza kukupa support kwenye upande wa muziki wako? Kwenye upande wa kama hivi naweza kusema Njaro ndo watu wa kwanza kupokea jambo langu, kwa sababu ukiangalia jambo la leo tulialika media kama 4. Media kama 4 na zote tulikuwa tumeconfirm nazo ni issue ya uhakika, lakini dakika za mwisho mara ndo simu hawapokei mara hivyo yani. Kwa hiyo bless sana kutoka kwa Njaro. Sawa. Katika muziki huu wa Singeli nina imani ya kwamba kuna watu wanaweza kuwa na kuinspire kwa namna moja ama nyingine. Ni watu gani ambao tunataka tufahamu, lakini pia mashabiki zako pia wanatamani kufahamu kwamba ni watu gani ambao wanakuinspire katika muziki huu wa Singeli? Kibao, lakini tunaweza tukasema D-Voice ndo namba 1. Watu kibao nawafuatilia, mimi nafuatilia wasanii wote wa Singeli.
Paka wasanii wanaotoka mtaani kwangu, yani mimi mtaani kwangu mimi nawafuatilia, lakini alone expire sana ni D-Voice. Leo ni usiku mkubwa sana kwa upande wako kwa sababu una tukio kubwa sana la Kafie Wapi. Unazungumziaje usiku huu wa leo? Usiku wa leo umebless sana, ni umenipa sana amani kwa sababu ni kitu ambacho hata mimi mwenyewe sikutarajia kama itakuwa hivi yani. Nilitaraji kweli itakuwa kubwa lakini sio kama hivi ilivyokuwa. Kwa hiyo imenifanya niamini kupitia mimi yani. Jina Kafie Wapi, idea ilikuweje? Hiyo idea tulikuwa studio, nilikuwa na mwanangu mmoja hivi katika moja za harakati kuimba, tukajikuta tulipata idea kama ile boda mshosho yodemu. Kwa hizi Kafie Wapi tulikuja kuweka kama moja ya vionjo na mambo yakakaa uhakika sana. Baada ya shughuli hii ya leo ya Kafie Wapi, una mikakati gani labda kwa ajili ya kuweza kuendeleza kipaji chako na kuendeleza biashara yako hii ya muziki? Kwa sababu muziki sasa hivi ni biashara. Una mikakati gani kwa ajili ya kuweza kukuza biashara yako? Mimi naamini biashara yangu kwa sababu mimi na watu wanaowekeza. Mimi na gang langu ambao hao mameneja zangu kama Baruza. Yani ni watu ambao wanatoa hela wanawekeza. Si unajua? Na mimi naamini muziki ni hela. Ili upate hela lazima uweke hela. Kwa hiyo mimi na mablaza zangu ambao wanaweka hela ili kesho na kesho kutwa waje wapate hela kupitia mimi. Ikipewa nafasi ya kuweza kufanya collab na msanii mkubwa wa Singeli, ungeweza kumchagua msanii gani? Kwa sasa hivi siwezi nikazungumzia hilo swala kwa sababu tunaangalia trend. Hatuwezi kuzungumzia hilo swala, lakini kama atakayepatikana kama management yangu itaona analizisha, tutaua. Singeli, kuna maoni ya watu kwenye mtandao wanasema kwamba Singeli ni muziki ambao tunaweza tukautumia kama alama ya Tanzania, kama alama ya muziki wa Tanzania. Sound ya Singeli ni muziki ambao tunaweza tukaitumia kama identity kwa nje ya Tanzania. Wewe unazungumziaje hii? Singeli inaweza ikafikisha ikawa ni identity nzuri kwa muziki wa Tanzania? Naamini hivyo kwa sababu ukiangalia hata kina Travela, watu ambao wanazunguka manchi ya Ulaya tu kwa kupitia Singeli. Kwa mimi mwenyewe naamini kupitia Singeli. Okay, kwa mashabiki wako wa Dodoma hapa, tumeona una mashabiki kadhaa hapa Dodoma na hata muitikio wa watu hapa tumeuona, watu wako wengi. Unawaahidi nini mashabiki zako wa Dodoma na nje ya Dodoma? Mimi naahidi watulie tu, waiti vitu vizuri, mambo mazuri yanakuja kibao, umeona kama hivi ya Fiegeto, soon itakuja video ya Fiegeto. Kuna manyimbo kibao yapo kapuni yani, kwa mimi naahidi vitu vizuri tu. Kuna ngoma mpya labda karibuni hapa tunategemea kuitoa? Na ngoma management yangu yani. Kuna nyimbo ambayo nimefanya kama kubless yani, kuimbia management yangu yani. Kwa baada ya Fiegeto, baada ya video ya Fiegeto, kama itatokea nyingine katikati tutajua, lakini kuna ngoma tayari ipo baada ya Fiegeto. Tumeona sasa hivi wasanii wamekuwa na utaratibu wa kutoa EP, kutoa album. Kuna mpango wote labda wa album, EP? Hayo tunaweza tukasema ni masuala ambayo yapo chini ya management. Kwa yote yapo chini ya management, tuseme inshallah. Unawaambia nini mashabiki zako ambao wanakufuatilia na ambao labda wamekuona leo kwa mara ya kwanza, unawaambia nini? Mimi naambia tu endelee kunifuatilia na waweti vitu vizuri yani. Wasiweke roza kwa nini kwenye vitu ambao hamna, si unajua. Wa bless tu, wafungue mioyo, tusapoti jambo, tuondoke. Okay, unapatikana kwa mitandao ya kijamii, labda unaweza kuwaelezea mitandao ya kijamii, labda platform zako na nini? Unapatikana vipi? Mimi platform zote napatikana kwa jina la hilo KR Sela. KR Sela. Okay. Mpaka sasa hivi una nyimbo ngapi mpaka sasa hivi? Nyimbo ambazo nisha rekodi au nyimbo ambazo zimeshatoka? Ambazo umeshatoka. Hii hapa tunaweza tukahesabu kama ndo nyimbo yangu ya pili. Ni nyimbo ya pili. Ya kwanza ilikuwa nyimbo gani? Na nyimbo yangu inaitwa Aminata. Okay, Aminata. Okay, of course hiyo nimeisikiliza, ni ngoma kali. Hongera sana. Bless sana bwana. Bwana KR Sela, mimi nashukuru sana kwa muda wako. Labda una nyongeza yote unataka kuambia mashabiki zako?
Mimi ndio hivyo, sina cha kuongea sana, lakini ndio hivyo, naambia tu wafungue tuondoke, waendelee kusupport, waendelee kumfuatilia KR Sela, mambo yaende. Okay, haina noma, tupo pamoja mwana. Poa poa bwana. Haina noma.